Naam, kupitia ukurasa wa kwake Godbless Lema wa Instagram amechapisha hapa taarifa na chapisho pia. Kwenye picha hapa namuona kiongozi wa kanisa la Kilutheri KKT. Ameandika hivi: Baba Askofu, Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikiona mijadala mingi katika mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kuhusishwa kwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2030. Ingawa si rahisi kuthibitisha kwa uhakika, kelele hizi zinaibua wasiwasi unaostahili kutafakariwa kwa kina. Ni imani yangu kwamba kiongozi bora hatokani na madhehebu au dini, bali na sifa za msingi kama utu, haki na uadilifu. Taifa linahitaji uongozi unaojengwa juu ya ukweli, si juu ya utambulisho wa dhehebu. Kwa unyenyekevu mkubwa, naomba kanisa liendelee kusimama katika nafasi yake ya kiroho na kimaadili na lisikubali kuingizwa katika mkakati wa kisiasa. Kanisa linapaswa kuwa mwanga wa jamii. Ameendelea kuandika kwamba ninafahamu pia kuna mengi yanayoendelea nchini ambayo yanahitaji hekima na uangalifu mkubwa. Siandiki bila kufuatilia mambo. Pengine siku moja nitaweza kukuona na kushauri mawazo na mitazamo yangu kwa kina zaidi katika jambo hili. Godbless Lema amemalizia hapa chini kwamba Mungu endelee kukulinda na kuliongoza kanisa lake. Sasa baada ya chapisho hilo tunapitia pia maoni ya watu ambayo wameandika. Mmoja huyu anasema Baba Askofu alisemaga yeye anaunga mkono serikali. Hili andiko anaweza kulisoma na kulipuuza vile vile. Hapa KKT tulipigwa pakubwa mno. Hili nitasema kila siku. Mwingine anasema mtumishi wa Mungu wa hovyo kuwahi kutokea hapa nchini. Yajua sijui hata siku ya mwisho wataenda kujibu nini mbele za Mungu huko akifika. Labda hata mimi nitakuepo. Mwingine anasema msikurupuke kujibu hii posti ya mtumishi, ina ujumbe muhimu sana. Wenye PhD tu ndio tumeelewa 2030 ni zamu ya Mgalatia. Mwingine anasema umesema vizuri, kanisa libaki kwenye njia za huduma za kiroho, lakini umekosea kushambulia KKT kuihusisha na siasa moja kwa moja, kwamba unataka kutuambia KKT kama kanisa lina mpango huo au kuna mtu ndani ya kanisa ndo ana mipango hiyo, anauliza. Halafu nafikiria wakati unashauri KKT, nasikitika kukushauri kwenye uchaguzi mkuu wa Chadema. Kuna viongozi wa dini alikuwa anafanya vikao Msimbazi pale na kutengeneza mkakati wa kumwangusha Mbowe na kumweka huyo mliyempa kiti sasa hivi, na sio siri, kila mtu anajua hilo jambo. Mbona ushauri wako una double standard? Ujue nyie wanasiasa mieyusho sana. Mimi nafikiria kama kweli wewe una nia njema na KKT, ushauri huu kwa kiongozi mkuu wa kanisa, bora ungetafuta njia nzuri ya kumshauri kuliko kutumia mitandao ya kijamii kuandika mambo hadharani. Anasema hivi, mbona sisikii viongozi wa madhehebu mengine kama Warokore, wa Sabato, wa Lutheri na kadhalika wakijitokeza kukemea mauaji ya Oktoba 29? Sawa. Mwingine anasema usipende macho kumwambia ukweli huyu kibaraka. Huyu naye ni tatizo kubwa sana pale Lutherani. Mimi naweka nukta kwa ujumbe huu. Cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu na uwe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.